السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمدك يا حميد، تحمدت بالحمد والحمد في حمد حمدك يا حميد. يا نور نور تنورت بالنور والنور في النور نورك يا نور. يا منان تمنيت في المنة والمنة في منا منتك يا منان. ويا رزاق ترزقت بالرزق والرزق في الرزق رزقك يا رزاق. والله ثم والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. يا سيد العقلاء ويا خير الورى ويا من أتيت في الحياة مبشرا. بعثت في القرآن هادية وطلعت في الأقوال بدرا يرى. قد برست نسب عيونكم في ذه المكان الميمونة المزينة بحضوركم روحيا وجسمانية، فجزاكم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. فزتم وطاب ممشاكم وتبوأتم الجنة منزلة ومسكنا جميلة إن تمسكتم بهذا السبيل أيها الكباكب الإيمان. ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi cha umma mzima bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ama kwa hakika leo tumetembelewa na ugeni mkubwa wa Naso TV ili kuja kuleta mada adhim katika sehemu pendwa yenu hii. Tunaomba wadau wetu waendelee kufuatana nasi ili wapate kile kilichokuwa bora biaunillahi almalik alquddus. Na si kingine, tumetoka katika chuo kikubwa hapo nyuma. Ni chuo kikubwa, leo tunazungumza tupo katika Idi ya 3 baada ya kumaliza mfungo wa Ramadhani, mfungo ambao tulikwenda kupata kitu kikubwa sana. Wallahi tulisoma ilmu, tukaweza kujifunza baadhi ya majambo. Lakini mimi nimenoti vitu vitatu nimevichukua kwa umakini sana katika mwezi huu wa Ramadhani. Nimechukua vitu vitatu ambavyo ni muhimu sana katika mwezi wa Ramadhani. Ni vitu vikubwa ambavyo kwangu imekuwa ni darsa kubwa sana. Na wallahi nimekualika ndugu yangu ili tushirikiane pamoja, ili nawe uje kuona nilichokisoma mimi, naamini nawe utakuwa umekisoma. Katika mwezi wa Ramadhani ambao tuliambiwa ni ayyama maadudat, ni masiku machache, kulikuwa kuna 13 katika mwezi wa Ramadhani. Kulikuwa na rahma, kulikuwa na maghfira, lakini kulikuwa na itqu minan nar. Ni 13 yenye ushindi wa hali ya juu. La ilaha illa Allah. Katika 10 haya ambao sisi tumeyasoma, wallahi tumepata natija iliyokuwa kubwa, na hata tukaona leo tuilete mada kwenu nyinyi na tuendelee kukumbushana. Kwa haraka haraka, katika haya 13 tulisoma rahma, tukasoma maghfira, tukasoma itqu minan nar. Manake tumesoma kuoneana huruma, tukasoma tunatakiwa tutubie madhambi yetu, lakini pia tukasoma kumbe watu wanaachwa huru na moto. Kuna watu ambao wameingizwa, walikuwa wameshahukumiwa. Wengine katika hadithi za aina mbalimbali zinazungumzia kwamba katika miongoni mwa waja ambao wameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi wako ambao tayari wameshaandikiwa kwamba wao watakuwa ni katika watu wa motoni. Lakini katika miongoni mwa mwezi wa Ramadhani, katika miongoni mwa mambo ambayo yamekuja kuleta mashu, vitu vikubwa sana, yani katika 10 la itqu minan nar, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ni watu wengi ambao wameachwa huru na moto katika lile 10. Na ndio maana leo tukasema tuje tuilete mada sasa, man kana ya'budu ramadhana fa inna ramadhana kad madha. Yule ambaye alikuwa akiuabudia mwezi wa Ramadhani kwa sababu ya hayo 13, basi mwezi wa Ramadhani umeshakwisha. Lakini wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun daimun. Lakini yule ambaye alikuwa akimwabudia Allah, basi Mwenyezi Mungu yuko hai na ataendelea kuhudumu. Hii ndiyo mada. Kamata kichwa cha habari ili uweze kufuatana nami na upate iliyokuwa na tija.
Kwa nini tulianza nyuma tukasema tumetoka katika mwezi wa kheri, mwezi wa sharafu? Pengine uko hapa lakini umesahau ama ulikuwa ujui faida za kheri ambazo zimepatikana katika mwezi wa Ramadhani. Ndani ya yale 13 tukasema kuna rahma ambayo ni kuoneana huruma. Litakuwa ni jambo la aibu wallahi paka leo umetoka katika mwezi wa Ramadhani ukawa bado wewe ni bosi lakini bado unamtumikiza kijakazi wako katika matumishi yaliyokuwa mabaya. Litakuwa ni jambo geni kwamba wewe umetoka katika 10 la rahma umemaliza, lakini huruma huna tena ya kujua kwamba sasa hivi natakiwa nimuonee huruma mama yangu, natakiwa niwaonee huruma watoto wangu kwa kuwatazama, natakiwa nimuonee huruma mke wangu, ama kama ni mwanamke kumuonea huruma pia mume wako. La ilaha illa Allah. Basi wewe hujasoma katika mwezi wa Ramadhani. Hili ni 10 la mwanzo, haraka haraka na wazindua watu. Lakini 10 la pili tukaletewa la maghfira. Watu walitakiwa kuomba msamaha, na ukweli watu waliimba sana wakamuomba Mwenyezi Mungu msamaha. Ya Tawwabu tubu alaina warhamna wanzur ilaina ya Tawwabu tubu alaina waghfir lana wa liwalidina ya Tawwab tubu alaina wasamihna fima janaina ya Allah. Maneno haya uliyasema wewe ukimwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ya Tawwab, mwenye kukubali toba, tubu alaina, tunatubu mbele yako ya Allah. Warhamna, uturehemu sisi, wanzur ilaina, lakini pia ututazame sisi pamoja na ahli zetu, tuna wake zetu, tuna watoto wetu. Ukapambana katika miongoni mwa kutazamwa na Mungu akakujalia ukapata pesa, ukanunua maabaya kumnunulia mkeo, ukanunulia pengine familia yako, mashallah. Allah amesikia kilio chako. Lakini ukasema tena ya Tawwabu tubu alaina waghfir lana, utusamehe sisi waliwalidina, pamoja na wazee wetu, wazazi wetu. Lakini ukasema tena ya Tawwabu tubu alaina wasamihna fima janaina, mwenye kukubali toba utusamehe sisi katika yale ambayo tuliyoyachuma katika miongoni mwa madhambi. Ndugu yangu, umelia sana katika kipindi cha mwezi wa Ramadhani. Sasa umeingia katika mwezi wa Shawwal ambao unahitajika kile ambacho ulichokisoma katika mwezi wa Ramadhani ukirejeshe katika miezi ya kawaida na uendelee kukitumikia ili uweze kupata ufaulu wa hali ya juu. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Na ukitoka katika sehemu hiyo, manake umetoka katika rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumelia sana katika kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu, na tuliambiwa toba iko na masharti yake yote, tukayafuata sharti 3 zile: an yaqla anil maasiyah, an yandama. Na wakumbusha wale ambao pengine walighafirika, an yaqla, mtu alitakiwa kujitohoa katika ile dhambi. Pengine kabla ya Ramadhani ulikuwa mchafu sana, unafanya zina, unafanya mambo mabaya, ukafanya mambo vingi sana. Sasa tulipoingia katika Ramadhani tukaambiwa an yaqla anil maasiyah, ili mtu aweze kukubaliwa toba yake, kwanza atoke katika ile dhambi aliyokuwa akiifanya. Lakini pili tukaambiwa sharti lake ni ayandama ala fi'liha, ajute mtu kwa ile dhambi aliyokuwa akiifanya. Mwisho an yaazima alla yauda ilaiha abadan, azimie kutokurudi katika ile dhambi milele na milele. Kwa hivyo yale ambayo tuliyoyafanya kabla ya Ramadhani, tulifanya machafu mengi, pengine tumekuja kujisafisha katika mwezi wa Ramadhani. Sasa tumeingia katika mwezi wa Shawwal, tunaambiana wale ambao waliokuwa wakiuabudu mwezi wa Ramadhani, basi mwezi wa Ramadhani umeondoka. Lakini yule ambaye alikuwa akimuabudu Allah, Allah yeye tutaendelea kuwa naye katika miezi yote na misimu yote. Yeye alali asinzi, ndio sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulikuwa na huruma, ulikuwa na msamaha, ulikuwa umepata mambo mengi. Sasa mambo yale tunataka tuyahamishe katika hii miezi ya kawaida ili tuendelee kujitumikiza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu katika imani ambao unafuatilia Naso TV, tupo katika masiku adhimu sana ya Shawwal. Shawwal ambayo ukifunga, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ni kana kwamba ukimaliza hizi 6
siku 6, mwenye kufunga Ramadhani na akafatanisha siku 6, basi nikana kwamba mtu huyu amefunga mwaka mzima. La ilaha illallah. Unataka kheri iliyoje katika hali hiyo? Unataka upate kitu gani tena katika hali kama hiyo? Kwa tunawaasa ndugu zetu ambao tuliokuwa nao katika mfungo wa Ramadhani, basi waendelee katika hii miezi ya kawaida kujichunga ili thamani yao iendelee kudumu, na bi'aunillahi almalik tutapata ushindi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii dunia tuliyokuwa nayo ni dunia ambalo tumezoea. Wazee wetu wanatuambia dunia ni tambara bovu. Ni kweli. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye alisema, akasema ad-dunya hulwatun khadira, dunia ni tamu lakini utamu wake ni wenye kuendelea. Manake dunia ni kijani kibichi kila siku inavyoamka. Na ndio maana leo ukimuuliza mtu mzima akuambie dunia kwa kipindi hicho ilikuwaje, atakwambia ilikuwa tamu. Lakini hatukubaliani kwamba utamu ule ndio utamu wa leo, kwa sababu leo tuna mambo mengi, tuna ma TV, tuna masimu, mtu ukimhitaji kwa haraka umempata. Tuna vitu vingi ambavyo vimekuwa katika miongoni mwa kubadilisha dunia yetu. Sasa ni lazima tujipendekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ili tuweze kupata ushindi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ujumbe wetu katika siku ya leo ni huo: man kana yaabudu ramadhana fa inna ramadhana qad madha. Yule ambaye alikuwa akiuabudu mwezi wa Ramadhani, basi mwezi wa Ramadhani umekwisha. Lakini yule ambaye alikuwa anamwabudu Allah, basi Allah yupo na ataendelea kuwepo. Tunaomba tusambaziane ujumbe huu biidhnillahil karim. Akhukum fil iman Abdul Qadir, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.